Na Yesu mwenyewe anatualika mimi na wewe akisema, na nukuu, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa mizigo, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtatulizwa rohoni mwenu. Maana nira yangu niwapayo mimi ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Tujifunze fadhila ya unyenyekevu. Unyenyekevu kutoka kwa mwana kondoo wa Mungu, Bwana Yesu. Na maandiko matakatifu yanatualika tuige jina kuu kuliko yote alilopewa Yesu kwa sababu ya unyenyekevu. Na maandiko matakatifu yanasema hivi, na yanukuu kutoka barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 11. Naomba tuzingatie haya ya maandiko. Je, maisha yenu katika Kristo yanawapeni nguvu? Je, upendo wake unawafarijini? Je, mnao umoja na Roho Mtakatifu na kuoneana huruma na kusikitikiana ninyi kwa ninyi? Basi kamilisheni furaha yangu kwa kuwa na fikira moja, upendo mmoja, moyo mmoja na nia moja. Msifanye chochote kwa moyo wa fitina au kwa majivuno ya bure. Muwe na unyenyekevu ninyi kwa ninyi, na kila mmoja amuone mwenzake kuwa bora kuliko yeye mwenyewe. Pasiwe na mtu anayetafuta faida yake mwenyewe tu, bali faida ya mwenzake. Muwe na msimamo ule ule aliokuwa nao Kristo Yesu. Yeye kwa asili alikuwa daima Mungu, lakini akufikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu, bali kwa hiari yake mwenyewe aliachilia hayo yote, akajitwalia hali ya mtumishi, akawa sawa na wanadamu, akaonekana kama wanadamu. Alijinyenyekeza na kutii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Kwa sababu hiyo Mungu alimkweza juu kabisa, akampa jina lililo kuu kuliko majina yote, ili kwa heshima ya jina la Yesu viumbe vyote mbinguni, duniani na kuzimu vipige magoti mbele yake, na kila mtu akiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, wa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Mungu. Mmezingatia? Ndio unyenyekevu wa mwana kondoo. Yesu alivyonyenyekea
akapewa jina. Leo unaponyenyekea unapata jina halisi mbele ya Mungu. Kunyenyekea namna Yesu alivyonyenyekea, bila hila, bila majivuno. Kwa hiyo zingatia somo hilo kutoka waraka Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 2 aya kwanza hadi ya 11. Basi tusisite, tusiogope na wala tusiahirishe mwaliko wa Yesu anayotuita akisema, njoni kwangu ninyi msumbukao na kuelemea mizigo, nami nitawapumzisha. Twende kwake, tujifunze, tuambukizwe fadhila zake, tunu zake, maisha yake, na zaidi upendo wake. Twende kwake kupitia maadhimisho haya matakatifu ya misa, maadhimisho ya Ekaristi. Tutajifunza mengi na tutaambukizwa mengi. Tupige magoti mbele ya jina lake, tumwabudu, tumombe, tungame, naye atasikia maombi yetu, ili katika machweo ya maisha yetu nasi tusikie sauti yake ikituita kwa majina yetu, nasi tusiwe na wasiwasi kusikia sauti hiyo ikitukaribisha huko mbinguni na kusema, vema mtumishi mwema na mwaminifu, njoo furahi pamoja na Bwana wako. Soma Injili ya Mathayo sura 25 aya 21 na 23. Je, jina lako nani? Unaitwa nani? Tumsifu Yesu Kristo.